Heri ya sikukuu ya Idi na karibu kwenye habari za ulimwengu. Katika mwelekeo unaoashiria mabadiliko makubwa ya nguvu za kisiasa duniani, ushirikiano kati ya Russia, China na Korea Kaskazini umeendelea kuimarika kwa kasi kubwa, hali inayozua wasiwasi mkubwa kwa mataifa ya Magharibi yanayoongozwa na Marekani. Taarifa mbalimbali za kiintelijensia zinaonyesha kuwa mataifa haya matatu yanaongeza ushirikiano katika nyanja za kijeshi, nyanja za kiuchumi na za kiteknolojia, jambo linalotafsiriwa kama kuundwa kwa kambi mpya yenye nguvu inayoweza kubadilisha mizani ya nguvu duniani. Katika kipindi cha hivi karibuni, kumekuwa na mazungumzo ya juu kati ya viongozi wa mataifa hayo yakilenga kuimarisha ulinzi wa pamoja na kubadilishana teknolojia za kijeshi, hususani katika mifumo ya makombora na ulinzi wa anga. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa hatua hii inaashiria kurejea kwa aina mpya ya vita baridi, ambapo mataifa makubwa yanajipanga katika makundi yanayopingana waziwazi, tofauti na ilivyokuwa katika miaka ya nyuma. Muungano huu pia unahusisha mipango ya kufanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi, hatua ambayo inaweza kuongeza uwezo wa mataifa hayo kushirikiana katika operesheni za kijeshi endapo kutazuka mgogoro wa moja kwa moja. Kwa upande wake, Marekani imeonyesha wasiwasi mkubwa juu ya maendeleo hayo, ikieleza kuwa muungano huu unaweza kuhatarisha usalama wa kimataifa na kuvuruga utulivu wa maeneo mbalimbali duniani. Viongozi wa Marekani wameonya kuwa watachukua hatua madhubuti kulinda maslahi yao na maslahi ya washirika wao, wakisisitiza kuwa hawatakubali kuibuka kwa nguvu inayoweza kutishia ushawishi wao wa kimataifa. Aidha, kuna hofu kwamba ushirikiano huu unaweza kupelekea kuongezeka kwa mbio za silaha, hasa silaha za nyuklia, jambo ambalo linaweza kuongeza hatari ya kutokea kwa vita kubwa isiyotarajiwa. Wataalamu wanaeleza kuwa China ina nafasi muhimu katika muungano huu kutokana na nguvu yake ya kiuchumi, huku Russia ikitoa nguvu yake ya kijeshi na Korea Kaskazini ikichangia kwa teknolojia ya makombora na msimamo wake mkali wa kisiasa. Kwa sasa dunia inaingia katika kipindi kipya cha taharuki ya kisiasa, ambapo kila hatua ya mataifa haya makubwa inafuatiliwa kwa karibu, huku swali kubwa likibaki kuwa, je, huu ni mwanzo wa muungano wa kawaida wa kimkakati au ni ishara ya kuibuka kwa mgogoro mkubwa wa kimataifa unaoweza kubadilisha historia ya dunia? Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.